Volodymyr Zelensky atajiuzulu na kuondoka Ukraine. Waziri mkuu wa zamani Nikolai Azarov anasema, akitaja kile alichokitaja kuwa juhudi zinazoungwa mkono na Marekani za kumuondoa kiongozi wa nchi hiyo. Anasema, ukisikia hali nchini Ukraine imekuwa ni ngumu sana, amini hivyo. Hali imekuwa ni mbaya sana. Urusi inaendeleza mashambulizi mazito, lakini pia hali na mashinikizo ya raia wa kawaida pamoja na wanasiasa imekuwa pia na mashinikizo kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, kupitia chapisho lake la siku ya Jumapili, Azarov alipendekeza kwamba uamuzi wa kumuondoa Zelensky kutoka madarakani tayari umefanywa nchini Marekani na kwamba Washington imetoa ridhaa kwa kuondolewa kwake. Aliandika kwamba ingawa kiongozi wa Ukraine anaungwa mkono na viongozi wa Ulaya Magharibi, hakuna uwezekano wa kubadilisha chochote na haitamsaidia. Azarov, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu chini ya rais aliondolewa madarakani Viktor Yanukovych, alitabiri kwamba hatimaye Zelensky angeng'atuka, ikizingatiwa kuwa muda wake uliisha rasmi mwaka uliopita. Kisha nafasi yake ikachukuliwa na spika wa bunge la nchi hiyo Ruslan Stefanchuk, ambaye angehudumu kama kaimu rais na kuanza kuunda mazingira mapya ya kisiasa nchini Ukraine. Sidhani Zelensky atabaki Ukraine baada ya hii, Azarov alisema. Ataomba ulinzi, uwezekano mkubwa kutoka kwa vikosi maalum, lakini hawatatoa dhabihu kama hizo kwa ajili yake. Chaguzi za maisha yake ya baadaye zinaweza kutofautiana, aliongeza kiongozi huyo wa zamani wa nchi hiyo ya Ukraine, ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa utawala uliopita kabla ya utawala wa Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, katika nyakati hizi inadaiwa kwamba baadhi ya viongozi wa kijeshi wenye nafasi nzito katika jeshi la Ukraine wanaona hali inazidi kuwa mbaya na kwamba huenda wakakubaliana na baadhi ya mawazo ya wanasiasa nchini Ukraine kwamba lazima Volodymyr Zelensky aondoke madarakani na waachane na mpango wa mapigano, kwa sababu baadhi ya wanajeshi wengi nchini Ukraine wanaondoka katika safu zao za mapambano. Maeneo mengi sasa yanazidi kuchukuliwa na Urusi, hasa yale ambayo tayari yako katika mikono yao, hasa maeneo ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia na Kherson. Baadhi ya maeneo ambayo hayakukombolewa yanazidi kutekwa na Warusi na wanajeshi wa Ukraine wanazidi kukimbia. Wiki iliyopita Azarov alitabiri kama hivyo na kudai kwamba Marekani ilikuwa imemwacha Zelensky na ilikuwa ikiandaa mchakato wa kumuondoa madarakani na hatua nyingi za kumlazimisha atoke. Hata hivyo, Zelensky alibebwa sana na utawala uliopita wa Joe Biden. Sasa utawala mpya wa Donald Trump utamlazimisha aondoke madarakani. Alitaja kukamatwa kwa hivi karibuni kwa Leonid Mindich, alielezewa kama mshirika wa kifedha wa Zelensky na mkuu wa wafanyakazi wa rais Andriy Yermak kama ushahidi wa juhudi hizi. Azarov alisisitiza kwamba ukamataji huo haukufanywa na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu, bali ni ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine na ofisi ya mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na rushwa, taasisi iliyozoeleka kama iliyoundwa na Marekani, yenye wafanyakazi wa Marekani na kutoa ripoti kwa Marekani pekee. Hii ni ishara kubwa kwamba mchakato wa kumuondoa Zelensky umeanza, Azarov aliandika, akipendekeza kwamba ikiwa Zelensky hatajiuzulu kwa hiari atalazimishwa. Pia alidai kuwa wakaguzi wa hesabu wa Marekani walikuwa wamewasili hivi karibuni mjini Kiev kuchunguza matumizi ya kifedha za walipa kodi wa Marekani, hatua aliyoihusisha na maagizo kutoka ikulu ya Marekani. Azarov anasema kwamba moja ya mambo ambayo bwana Zelensky anatuhumiwa pia ni pamoja na rushwa. Ni kiongozi ambaye ametajwa kuhusika katika rushwa, kwani idadi kubwa ya silaha ambazo zilitumwa kutoka Marekani na mataifa mengine hazikufika katika taifa hilo, na kwamba kuna uwezekano yeye binafsi na baadhi ya viongozi wa kijeshi wameziuza. Muda wa miaka 5 wa Zelensky ulimalizika rasmi Mei 20 mwaka 2024 na hakuna uchaguzi ambao umefanyika kwa sababu ya sheria za kijeshi alizozianzisha na ambayo ameongeza mara kwa mara. Moscow inashikilia kuwa Zelensky hana uhalali wa kuwa kiongozi wa Ukraine. Hata hivyo, serikali ya Urusi imesema iko tayari kufanya mazungumzo na utawala wa sasa wa Kiev, lakini ikaonya kuwa hadhi ya Zelensky inaweza kuwa kikwazo cha kusaini makubaliano yoyote ya amani. Maafisa wa Urusi wamezuia wasiwasi kwamba nyaraka zilizoidhinishwa na rais asiye mhalali zinaweza kupimwa kisheria na mrithi wake. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tutaendelea kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.